Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 23, siku ya Alhamis. Mada ya leo inasema uchaguzi bora wa pili. Soma Kutoka 17 aya 7 hadi 13 na Yoshua sura ya 6 aya 15 hadi 20. Ni mambo gani unayoyaona kuwa yanafanana katika visa hivi viwili vya vita? Je, vinatofautianaje? Mara ya kwanza ambapo Israeli ilipigana baada ya kutoka imerekodiwa kwenye Kutoka sura ya 17, ambapo Waisraeli walijitetea dhidi ya Waamaleki. Israeli walikuwa wameshuhudia mkono wa Mungu wenye nguvu katika kuwaadhibu wa Misri na kuwaongoza Waisraeli kwenda kwenye uhuru. Tumeona kuwa mpango wa awali wa Mungu kwa ajili ya Israeli haukuhusisha kupigana dhidi ya watu wengine. Kutoka 23 aya 28, Kutoka 33 aya 2. Lakini muda mfupi tu baada ya ukombozi pale Misri, Waisraeli walianza kunung'unika njiani. Kutoka sura ya 17 aya 3. Hata walihoji kuwepo kwa Mungu kati yao. Ni wakati huu ambapo Waamaleki walikuja kupigana dhidi ya Waisraeli. Hili halikutokea kwa bahati. Mungu aliwaruhusu Waamaleki kuwashambulia Israeli ili wapate kujifunza kumtumainia yeye tena. Bila kushusha viwango vya kanuni zake, Mungu hushuka katika kiwango ambacho watu wake wapo, akidumu kuwaita warudi kwenye mpango, katika mpango ulio bora kabisa. Imani kamili na isiyo na masharti katika uweza wa Mungu. Kwa kweli, sheria ya vita katika Kumbukumbu la Torati sura ya 20 ilitolewa tu baada ya miaka 40 ya uzoefu wa jangwani, ambao pia ulitokana na kutokuamini kwa Israeli. Mazingira mapya yalihitaji mikakati mipya, na ni hapo tu ndipo Mungu alipoagiza Israeli kuwaangamiza kabisa Wakanaani katika Kumbukumbu la Torati sura ya 20 aya ya 16 hadi 18. Kando ya ukweli kwamba vita vilikuwa sasa jambo muhimu kwa Israeli, pia viligeuka kuwa mtihani wa uaminifu wao kwa Yahwe. Mungu hakuwakatia tamaa, bali aliwaruhusu kushuhudia nguvu zake kwa kupitia kumtegemea kabisa. Ushiriki wa Waisraeli katika kuitwaa nchi unaoneshwa wazi kwenye hitimisho lililofanywa na Yoshua mwishoni mwa kitabu chake. Hapa Wakanaani wanatajwa kupigana dhidi ya Waisraeli. Yoshua 24 aya 11. Ingawa kuanguka kwa kuta za Yeriko kulikuwa ni matokeo ya muujiza uliofanywa na Mungu, watu wa Israeli walikuwa wahusishwe kwa vitendo katika pambano na kukabiliana na upinzani mgumu wa wakazi wa mji ule. Ushiriki wa Israeli katika mapambano yenye silaha ukawa njia ya kukuza imani isiyo na masharti katika msaada wa Yahwe. Hata hivyo, Waisraeli walikumbushwa kila wakati. Yoshua sura ya 7 aya 12 na 13, Yoshua sura ya 10 aya 8, kwamba matokeo ya kila vita yalikuwa mikononi mwa Bwana, na njia pekee wangeweza kuathiri matokeo ya ugomvi wa kivita ilikuwa kupitia mtazamo wao wa imani au kutokuamini kuhusu ahadi za Bwana. Chaguo lilikuwa lao wenyewe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.